Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2. Tutaanza na siri ya kwanza, inasema mtu wa uvunjaji wa sheria ya Mungu. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 12 nasema, basi ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msistushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaozaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwapo pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Nini tunafundishwa hapa? Tunakumbushwa kwamba mtu wa uvunjaji wa sheria ya Mungu ni Shetani ndani ya mtu. Hivyo tunapaswa tumuombe au yeye ajikane nafsi yake na kufata njia ya Yesu ya kweli na haki na upendo. Tunamtambuaje sasa? Tunamtambua kwa matendo yake ya kutotii sauti ya Mungu na kukufuru neno la Mungu na kutotii sheria ya Yesu. Mwisho wa mtu mvunjaji wa sheria ya Mungu utakoma tu pale baada ya Yesu Kristo kuja duniani kwa mara ya pili, kuja kuihukumu dunia. Kristo atamuua kwa pumzi yake, wala hatatumia silaha zaidi ya neno lake na pumzi ya kinywa chake. Hivyo tunaposema kumwamini Yesu Kristo, tunamaanisha ili Yesu Kristo akae ndani yetu na pumzi yake inayomuua muasi wa Mungu, ili Yesu apate kutawala pamoja nasi na kutukinga na ghadhabu inayokuja, ili tupate kuokoka. Siri ya pili, waliochaguliwa kwa wokovu. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 13 hadi 17 inasema,
Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli aliyowaitia ninyi kwa injili yetu, ili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu, simameni imara, mkayashike mapokeo mliyofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka wetu. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema, awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. Nini tunafundishwa hapa? Tuishike injili ya Yesu daima na tuwe nuru ni daima, ili tupate kuokoka siku ya mwisho na kuwavuta ambao wako nje. Huu wakati tulionao wakati wa lala salama, ujenzi wa injili, na mpaka sasa injili ya Yesu Kristo imetapakaa duniani kote. Tunapaswa tuenende kwa haki, tutende sheria ya Mungu, tusiue, tusizini, tusiibe, tusizurumu, tuwe na upendo wa Mungu na kuwapenda wenzetu kama nafsi zetu, ili tupate kupona na hukumu ya mwisho. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi: Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni, tupate kutii sheria yako na kuurithi ufalme wako. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.